Basi kama unaandika, kichwa cha somo kinasema Mungu nifunulie akili zangu nipate kuelewa. Mungu nifunulie akili zangu nipate kuelewa. Mungu nifunulie akili zangu nipate kuelewa. Yako mambo mengi wanadamu hawayaelewi kwa sababu ya ugumu wa ufahamu wao. Yesu kuna sehemu nyingi sawa anazungumza vitu vingi kuhusu ufahamu wa mwanadamu, lakini kuna sehemu zingine pia anawaambia hayo nyinyi mmeyafanya kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Kumbe watu wengi mambo ambayo Bwana Yesu ameyafundisha au Mungu ameyafundisha, watu wanashindwa kuyaelewa. Sasa kumbe kinachotakiwa kifanyike ni kuomba sasa Mungu atufunulie akili zetu tupate kuelewa nini kinafundishwa. Ukisoma hiyo Luka 24 mstari wa 45 pale, nasema hivi, Luka 24:45 nasema, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Hapa chini kidogo anasema akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo hayo. Yesu alikuwa akiwathibitishia wanafunzi wake kwa habari ya yale alikuwa akiyazungumza, lakini aligundua watu hawa nilichoongea nacho asilimia kubwa hawakukifahamu. Shida haikuwa kwa wao, bali ilikuwa katika ufahamu wao ulikuwa mbali sana. Hata kanisa la sasa bado tuko mbali sana kwenye ufahamu. Ufahamu wetu uko mbali sana. Mafundisho yanafundishwa mazuri sana, mafundisho yamekuwa mazuri kwa washirika, lakini utekelezaji wa mafundisho umekuwa hafifu sana. Tena kuna wakati hata mchungaji huwa anakuwa anashindwa kuelewa kuna nini kinaendelea, mbona tunafundisha kwa kiwango kizuri, watu hawaonekani kubadilika. Kumbe shida iliko kwenye ufahamu. Sasa kupitia mafundisho ya leo yawe sehemu ya kumwomba Mungu atufungulie ufahamu wetu, afungue akili zetu tupate kufahamu na maandiko yanasema nini, ili tuweze kubadilisha mifumo tuliyonayo na taratibu tulizojiwekea, ili turudi katika misingi ambayo Mungu anataka tuishi au anataka tutembee. Yesu alipokuwa hai aliwaambia wanafunzi kwa habari ya yeye atapigwa, atasulubiwa na atakufa, lakini siku ya tatu atafufuka. Wanafunzi wakawa hawaelewi somo hilo kwa sababu hawakuwahi kuona hata siku moja mtu anakufa baada ya hapo anafufuka. Yaani waliona kama wanapokea story ambazo wao wanasema kwa Yesu, hata tupokee tu story zake, lakini katika ufahamu wao haikuingia akilini eti mtu afe alafu akae siku tatu halafu afufuke. Ni vitu ambavyo mpaka sasa bado wanadamu inawasumbua. Ufahamu wa mwanadamu juu ya maneno ya Kristo kwa habari ya tumaini la maisha yake bado uko chini. Ndio maana ukifundisha kwa habari ya kusema acha dhambi, mtu anaifanya dhambi kwa siri. Yaani ukimfundisha anaonekana amepokea, lakini akishatoka anakwenda kufanya ile dhambi kwa siri, akiamini yule aliyomfundisha hamuoni, lakini hajui kwamba anachokifanya Mungu anakiona. Ndio shida ya ufahamu hapo ulipo. Kama Yesu anawathibitishia wanafunzi wake kwamba mimi nitapigwa, lakini nitakufa, baada ya siku ya tatu nitafufuka, na wanafunzi bado wakawa hawaelewi,
ni sawasawa na mwanadamu wa sasa. Bado uelewa wa kwamba Mungu anasema hiki kitu ni kibaya, pasa nisikifanye. Ilimpasa mtu asimame pale pale kwamba ubaya wa jambo hili kwangu halifai. Kama nimefundishwa jambo hili ni dhambi mbele za Mungu, basi moyoni mwako yatakiwa likatae kwamba hapana, hili jambo ni dhambi mbele ya Mungu, halitakiwi. Maana yake utakapobadilisha mifumo ile sasa ya kuamini kinachofundishwa, ndipo Kristo anagundua huyu ufahamu wake tayari umeshafunguka. Ameshaelewa ninachozungumza au ameshaelewa ninachokusudia, huyu akielewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa kama unafanya dhambi au unafanya makosa ambayo Yesu amekuambia hili ni kosa, hili si jambo jema hivyo, na ukaendelea kufanya kosa, bado una shida ya kutambua. Ndio maana bado Yesu anasema yapasa mfunguliwe akili zenu, ili mtakachokifanya kibaya ukijue, na mtakachokifanya kizuri kijue, ili upate kukua katika imani ulionayo. Tunashindwa kupiga hatua kwa sababu ya kutokukubaliana na kile kinachosemwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa hivi makanisa yanapata taabu sana. Imekuwa na washirika wa aina yake. Kwa wale waliokoka zamani wanaweza kukumbuka miaka ya nyuma, walokole walikuwa walokole kweli kweli. Yaani wale watu walipoaminishwa imani hii, walibadilisha ufahamu wao, wakaacha imani zile ambazo walikuwa wakiishi nazo, wakatembea na imani hii, wakabadilisha taratibu zao, wakabadilisha kila aina ya maisha yao, wakanyoka kama Kristo alivyotaka. Ndio maana wenzetu waliongezeka kwa kasi sana, kwa sababu ilimbadilisha mchawi kutoka tabia zake za uchawi mpaka kurudi katika tabia za kumpendeza Mungu. Lakini baada ya kulipokea neno la Mungu, baada ya kusikia neno la Mungu, baada ya kusikia mahubiri, baada ya kusikia kwa habari ya badiliko la neno la Mungu juu ya maisha yake, watu wakabadilika. Waliishi katika hali ya kujulikana kabisa kwamba huyu ameokoka, huyu hajaokoka. Kilichowafanya watambulike ni namna ya kukubali kubadilisha mifumo. Ndio maana Yesu anasema pasa akili zenu zisibadilike, ili mpate kujua kinachozungumzwa. Akili zako zikibadilika, utajua kinachozungumzwa. Tuko katika maombi sasa hivi. Wiki ijayo tutakuwa kumaliza wiki ya pili, na mchungaji amekuwa akifanya haya mahali hapa kwa muda mrefu sasa. Tumekuwa na awamu 4 kwa mwaka. Lakini cha ajabu si kwamba watu hawasikii, wanasikia, wala mtu ajishughulishi. Sasa ukimuuliza wewe tumaini lako ni nini, wala anachokuambia hakieleweki. Sio yeye, ni fahamu wake, bado ufahamu wake haujatambua. Yupo lakini hayupo. Neno la Mungu ukisoma huko mbele linasema ni taa ya miguu yetu. Utaongozwa kutokana na vile ambavyo Mungu anataka uishi, au vile ambavyo wewe umeelewa Mungu. Bwana tusaidie. Haleluya. Haleluya. Lakini kama umeambiwa tufunge tuombe Mungu, katika kufunga na kuomba Mungu kuna mambo ambayo wewe unayapitia kama wewe mwanadamu katika familia yako. Huu ni wakati tumeona wenzetu mitume kule, yalipokuwa yakitokea mambo fulani ya machafuko, walikuwa wanaacha shughuli zao zote. Ukisoma ile Yona pale, ndio nilifurahisha sana. Namna yule mfalme alipoamua kuacha shughuli zote, na ikatoka amri kwamba mpaka wanyama wasipelekwe malishoni, na wao waingie kwenye kufunga ili waombe juu ya taifa. Hivi katika akili ya kawaida mbuzi sio kwa kuonea, unamwambia asiende kula majani eti kwa sababu ya wao wanaingia katika toba. Kuku huko bandani hakuna kumpelekea chakula, naye aingie kwenye kufunga kwa sababu kuna hali ya machafuko. Hivi naingia akilini. Lakini mfalme alielewa maana ya kumwendea Mungu katika hali ya toba. Hali ya toba ni wakati wa kufunga kama hivi.
akimsihi Mungu wao apate kuondoa kile ambacho kilikusudia kifanyike kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anasema ufahamu wa akili zenu utiwe kitu kingine, ubadilishwe kutokana na hali ya kupenda kusikia lakini kutotendea kazi. Yesu hili jambo anasikitisha nalo. Ndio maana wanafunzi wake alipoonana nao akagundua, alipowaambia kwamba mimi ni yule ambaye nilikuwa na nyinyi, wale kwanza hawakuamini. Baada akawaambia, si mnaona hata mikono yangu? Bado hawakuamini. Je, mna kitu gani hapo? Nipeni nile sikaa pamoja na nyinyi. Manake wale watu walikuwa nao, lakini alipokuwa kuwafundisha wale watu waliacha kama yalivyo. Sasa ni lini tutafanya kwa kumpendeza Mungu, hasa kwa kubadilisha mifumo tulionayo? Yaani hili jambo ni la mtu mmoja mmoja. Yaani mtu mmoja mmoja yampasa Mungu aifunue akili yake na abadilishe mifumo aliyojiwekea ambayo yakumdanganya Mungu kwamba mimi Mungu nimesikia lakini sitofanya. Mchungaji atamwambia ninafanya, lakini kwa Mungu hafanyi. Mungu atusaidie. Haleluya. Haleluya. Sijui kama naeleweka vizuri. Yaani ninachokizungumza, ufahamu wako, akili yako ibadilike kutoka katika hali ya kulifanya jambo baya kuwa siri. Jambo baya halili siri mbele za Mungu. Yaani huna jambo utakalolifanya Mungu akaita siri, kwa sababu yeye anapokuona wewe kuliko unavyojiona. Bwana asifiwe. Ukisema ndio, sikasema ndio wewe na iwe ndio, sio wewe na iwe sio. Mkisha sema ndio, Mungu anatizama moyo ndani yako. Unasema nini katika ndio? Utekelezaji upo katika ndio? Anaona namna ya njia zinazopita katika ndio yako. Lakini ukishasema ndio halafu kuna hapana, ndipo Mungu anapoona kwamba hao watu yawapasa akili zao ziwe na badiliko la kumfahamu Mungu vizuri. Lakini ukisoma hiyo Zaburi, ukisoma Zaburi ukisoma Zaburi 119, Zaburi 119 kuanzia ule mstari wa 104. Anasema mstari wa 104, anasema kwa mausia yako najipatia ufahamu, ndio maana naichukia kila njia ya uongo. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Huu mstari wa 105. Sasa hii mstari miwili, huwa kwanza kwa mausia yako najipatia ufahamu, ndio maana naichukia kila njia ya uongo. Mafundisho ni usia ndani ya maisha ya anayefundishwa. Mafundisho ndio usia kwa yule anayefundishwa. Unapozidi kufundishwa, ndipo ufahamu unazidi kujitengeneza katika kichwa chako. Kumbe kila unapozidi kufundishwa, ndipo mifumo inazidi kubadilika. Wewe mwenyewe shahidi hapo ulipo. Hivi unajua kwa nini ukiamka usiku ukijisikia haja unakwenda nje au unakwenda chooni? Kwa sababu aina ya mafundisho uliyofundishwa tokea ukiwa mdogo yanakuzuia kujisaidia pale unapolala. Maanake ulipokea mafundisho kutoka kwa wazazi wako yaliyokuonya, mpaka baadaye yatakusaidia wewe kugundua hiki nikikifanya sio kitu kizuri. Bwana asifiwe. Sasa mausia ya neno la Mungu yanakupa wewe kufahamu mabaya na mema. Ndio maana hapa chini anakuambia, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kumbe neno la Kristo likikaa kwa wingi ndani yako litakupa mwanga. Bwana asifiwe.
litakupa mwanga, litakupa mwanga. Utajua hili jambo baya, hili jambo zuri, nipite hapa, niseme hiki, nifanye hiki, nikae hapa. Kwa sababu Kristo kishakaa ndani yako, ufahamu wako unafunguka. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Taa ya miguu yangu, dhamiria kuishi na Kristo. Na asili ya kuishi na Kristo sio kumtizama mtu. Haya ni maamuzi ya mtu mmoja mwenye dhamira ya kubadilisha mifumo aliyonayo. Mimi kama mimi nikisema ninatakiwa kubadilisha mifumo ya maisha yangu, wewe wala haitakuhusu, kwa sababu aina ya maisha yangu mimi sio maisha yako wewe. Nikisema sasa ninataka kufungua ufahamu wangu ili muelewe Kristo vizuri, hii ni kitu kilicho ndani yangu mimi, wewe wala hutakiona. Labda utakachokiona wewe ni namna ya mienendo yangu ilivyo, maneno yangu ninavyoyatoa, tabia ninazozionyesha. Wewe unaweza ukasema huyu jamaa ameamua sasa huyu kumfuata Kristo, mbona hakosei hapa kidogo? Lakini hujui lini mimi niliamua kubadilisha mifumo yangu baada ya kumwelewa Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Hili ni jambo la mtu mmoja, na Mungu anachukizwa sana na watu wanaomwelewa Kristo lakini wanamdhalilisha Kristo. Maana yake wakati Yesu anaongea na wanafunzi akitaka kuwapa akili ya kufahamu maandiko, aligundua hawa watu hawana akili ya kukumbuka kile ambacho nimekizungumza. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Ukiamua inawezekana. Usimtizame mtu. Hukuzaliwa na mtu, hukuja hapa na mtu, umekuja hapa wewe mwenyewe. Inawezekana umekuja kutokana na shida zako wewe mwenyewe, inawezekana umekuja kwa sababu umezoea kuwa kirokutii, inawezekana umekuja kwa sababu zako wewe mwenyewe. Lakini sasa katika hili ya kupasa wewe mwenyewe uamue kubadilika kwa faida yako wewe mwenyewe na familia yako. Mungu kazi yake kutizama moyo wenye ufahamu, na Mungu anatafuta sana moyo wenye ufahamu ili aweke hazina zake hapo. Hivi ni kweli baada ya kuondoka mchungaji Barua, nafasi ile nayo ikose mtu? Si tuko na mchungaji wetu? Huyu ni mtu ataondoka kama ulivyo wewe utaondoka. Ina maana baada ya kuondoka kwako kazi ya Mungu sifanyike tena. Lazima tutie akili zetu zibadilike, na lazima tupokee mausia, kwa maana ya kupokea mafundisho. Tabia za asili zimetuondoa kabisa katika kujifunza neno la Mungu ipasavyo. Jamani, si tumekuwa viumbe vipya? Ya kale yamefanyaje? Na kama ya kale pita, na tunakiri ya kale imepita. Mbona tuna tabia za ya kale? Bwana tusaidie. Tuna tabia za ya kale, tabia zetu bado si za kumpendeza Mungu. Hivi ni kweli? Kwa aina tunayokwenda nayo ndio aina ambayo Mungu anaitaka.
yanatangazwa maombi mtu haji, yanatangazwa mafundisho mtu haji, kinatangazwa hiki mtu haji. Sasa huyo mtu ana nini ameshika mkononi mwake? Ufahamu wake uko chini, na wakubadilisha ufahamu ni wewe mwenyewe ukaamua, ninataka sasa nibadilike, haya mausia yawe sehemu ya manufaa kwangu, haya mausia yakawe sehemu ya manufaa ya familia yangu, haya mausia yakawe sehemu. Mungu anakutegemea wewe, anataka wewe uende ukawalete wengine hapa. Mungu hawezi kushuka mwenyewe kwenda Karume au kwenda kwa mtu kumwambia bwana njoo huku kuna uzima. Anakutumia wewe. Sasa kama umefunga moyoni mwako, umebeba tabia za asili, Mungu kila anapotaka kufanya kazi na wewe unakutana na tabia za asili, tena zimefunga milango kabisa. Ni tabia zisizopokea mahusiano. Msione hivi, Mungu ametuleta duniani katupa vipawa tofauti, na Mungu anaweza kaondoa kipawa ndani yako kama hujamuelewa. Sichukulie mambo ya Mungu kazi rahisi. Mungu anaondoa, anampa mtu mwingine, utabaki kuwa mzoefu, kwa sababu hukutaka kusikia mahusia, na mahusia hayatoki kwa Mungu moja kwa moja. Mungu atampa mtu na mtu atakwambia. Maana yake unapokubali kupokea mafundisho ni agizo linalotoka kwa Mungu kwa ajili yako. Si umeona huyu anasema kwa mahusia yako yananipa uzima, yananipa nguvu, yananipa kuelewa, yananipa kutembea, yananipa kusema, yananipa kujiamini. Maana yake huyu mtu alidhamiria kubadilika, alipopata mahusia akabadilika. Bwana asifiwe. Anajivuna huyu, kapata mahusia anajivuna. Mwisho anasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Yaani tayari akili yake ilishasema sasa, kumbe pasipo neno la Mungu kwangu ni giza. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni nani? Shauri yako. Labda kama unachagua mtu ambaye unaamini atatumiwa na Mungu akufundishe, lakini kama umefungua ufahamu wako, pokea fundisho kwa ajili ya afya yako na familia yako, lakini kwa habari ya hitimisho la maisha yako ya hapa duniani, lakini kwa kulinda kipawa ambacho Mungu amekupa kwa ajili ya kuhakikisha watu wake wanaingia kundini. Waitwao ni wengi, kwa nini wateule wakawa wachache? Alikuwa na maana. Inawezekana upo katika walioteuliwa, lakini hujui kama ni wewe miongoni mwao. Umeshindwa kupokea mahusia. Yesu anataka kubadilisha akili yako, aweke akili yake kwako, ili utambue maandiko, utambue maelekezo, upokee na utembee, ili uweze kusogea mbele. Baadaye na wewe ujisifu na kufurahi kwamba Mungu niliona neno lako kuwa taa. Bwana asifiwe. Haleluya. Tubadilishe mifumo tuliyonayo. Kama yule mfalme aliposikia kwa habari ya maangamizo katika mji ule wa Ninawi pale, akaamuru mbuzi wasipate chakula, ng'ombe pia, punda pia, kuku pia, hata wanyama wengine walikuwa chini ya ng'ombe. Mbuzi walikuwa wanashangaa tu, hawatu mbona watotoi mpaka sasa hivi wana nini? Amri moja tu, nyie mbuzi kama mtakufa kwa sababu ya kumlilia Mungu, kufeni huko. Angalieni misimamo ya watu wanaotafuta Mungu. Sisi tumepoteza hii hali. Yesu anasema kutokufahamu, ufahamu wetu umetusababisha kuyadharau maagizo yake.
Bwana asifiwe. Haleluya. Ukisoma hapa kwenye Isaya, ukisoma kwenye hii Isaya 10 na ngapi? Isaya 11. Isaya 11 mstari wa 2. Naenda spidi kidogo, natamani tufanye maombi hapo mwishoni. Na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uweza, roho ya maarifa ya kumcha Bwana. Mungu, nifunulie akili zangu nipate kuelewa. Kama unaandika kichwa cha somo hicho, Mungu nifunulie akili zangu nipate kuelewa. Na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Huyu ni mtu ambaye akili yake ilishafunuliwa. Baada ya ufahamu wake kufunuliwa, Mungu sasa anakwenda kuweka vitu ambavyo anataka vikae ndani ya huyo mtu. Na mtu aliyofunuliwa ufahamu wake, ndani yake hutasikia mila na desturi wala ukabila. Yaani ndani yake moyo wake uko radhi kufuatana na Kristo. Tabia za ukabila, tabia za asili, tabia huwezi kuwa akaishi nazo. Mungu anapoona moyo wenye ufahamu wa kumcha Mungu, anaweka vitu vyake. Roho ya hekima. Kumbe hekima na yenyewe ni roho. Sasa kama huna roho ya hekima, ndani yake inakaa nini? Kuna Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu. Sisi wanasemaga hivyo. Haleluya. Roho ya hekima. Mtu anaongea jambo, unamsikiliza, basi unaona kuna sisi umri, na akaongea ukajua huyu anakosea, anataniambia. Roho ya hekima, kujibu kwa hekima na heshima. Tena mtu mwingine huwa ajifanya mjinga, mzee mimi nimekosea. Anajua huyu mzee anachosema si sahihi. Anajua huyu anachoniambia si sahihi, huyu kakosea yeye. Lakini mwenye roho ya hekima huwa anapoa na kusema nimekosea, naomba unisamehe. Si kama naelewa vizuri. Angalia Mungu anapopendelea kwa watu waliofunguliwa ufahamu. Yaani unamuelewa mtu moja kwa moja kwamba huyu anachokifanya inawezekana hajafanya uchunguzi wa kutosha. Sasa kaamua kuzungumza kutokana na nafasi yake. Unachokifanya wewe huwezi kupambana naye. Wewe bana wewe hawaji hivyo mtumishi wa Mungu. Huyu kakosea, ukishagundua kakosea, wewe unashuka. Kweli, nisamehe sana. Mimi nimekosea. Kwa sababu sikuelewa hili jambo. Lakini moyo wako unasema kabisa, Saguti hapa alichokisema kakosea. Kusikia vizuri wale wamwambia. Hizo ni roho za hekima. Lakini roho za hekima hutoa ushauri. Hutoa ushauri kwa watu, tena bure kabisa. Na mara nyingi watu hao huwezi kuta wakijiinua. Ukiwadharau na wao wanakaa kimya. Urudi nyuma kabisa na kukutizama. Na anajua wewe anakwenda kupotea. Mungu atusaidie. Lazima tufike wakati tujue namna ya kuishi na Mungu. Na Mungu anataka tukifanya na yeye anafanya nini juu yetu, na sisi tufanye nini juu yake. Haiwezekani unamcha Mungu katika njia zote, halafu kila unachoambia wewe hutaki kusikia. No, haiwi hivyo. Mungu hafanyi hivyo vitu. Mungu huwapozesha watu, huwapa hekima, busara, upendo. Si anasema hapa, na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uweza.
hiyo roho ya maarifa ya kumcha. Angalia upendeleo anaopata mtu aliyoamua kuutimiza ufahamu wake mbele za Mungu. Vitu hivi vyote vinarundika kwa mtu mmoja. Sasa ni nani atakuja kupewa hayo? Atoke mtu huko, ikiwa Mungu ametuweka hapa. Atoke mtu Yerusalemu aje hapa. Mungu anaweka kwetu sisi kama tutakubali kusikiliza mausia ya neno la Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama utakubali kusikiliza mausia ya neno la Mungu, ndipo Mungu atafanya hivyo vitu ndani yako wewe. Kila kitu kina utaratibu. Utaratibu wa Mungu ni huo. Ukijifanya mjanja, Mungu anakuona. Ujanja ulionao ni kwako wewe mwenyewe. Mungu anataka ushuke chini, umsikilize kupitia hao wanaokufundisha kila siku. Kwa sababu tunaamini wanaofundisha wanafundishwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Si ndio hivyo? Na kama wanafundisha kwa uweza wa Roho Mtakatifu, yatupasa sisi kumsikiliza Roho Mtakatifu kupitia anayefundisha. Haijalishi anafundisha nani. Na ndio maana tunakaa na kalamu na daftari zetu kwa ajili ya kupokea kile kinachofundishwa, ili kitubadilishe, tupate kutafuta uso. Ukiwa na jitihada za kujifunza na kuelewa, Mungu atayafanya haya ndani yako. Ndipo tutakapozalisha watumishi wengi watakaompendeza Mungu katika dunia hii na huko mbele. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu tusome sehemu nyingine, nataka tufanye maombi kidogo. Tukisoma Waefeso 3, Waefeso 3 hapo, Waefeso 3 mstari wa 3, wa 4 na wa 5. Anasema kwa hayo mnayosoma, sio hayo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama waliofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii. Zamani hizi myasomapo, mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Haya tunayosoma ndipo tutakapofahamu ufahamu wa Mungu ndani ya Kristo. Tusisome Biblia tu bora lieni. Tusome Biblia huku Mungu akitusaidia kufahamu kwa nini waliandika, walikusudia nini. Hapo ndipo unagundua kumbe kuna siri iko ndani imejificha. Na hii siri ukiijua, tayari wewe umeshamuona. Bwana tusaidie. Haleluya. Haleluya. Anasema siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama waliofunuliwa mitume wake watakatifu na wanabii zamani hizi katika Roho. Mstari wa 6, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithio. Mstari wa 6 anasema ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja, na mashiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyotoka Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Wenzetu walianza kufunuliwa haya mambo miaka hiyo. Mitume, manabii huko, kazi walizozifanya zilikuwa ni kazi ambazo wao walianza kufunuliwa kile kilicho ndani ya Mungu. Ndio maana walifanya kwa viwango vikubwa.
Leo hii sisi pia tuna nafasi kubwa ya kufanya vile, isipokuwa yatupasa kujua Mungu anataka tuishi vipi. Shida yetu sisi iko kwenye kufahamu namna Mungu anapotaka tuishi. Tumeruhusu mambo yetu zaidi kuliko kumfahamu Mungu. Kila jambo lina utaratibu wake. Usije kwa kosa bahati yako kutoka kwa Mungu kwa kujifungia wewe mwenyewe ufahamu wako. Kubali kutiishwa na kutii mbele za Mungu. Uone namna Mungu anavyozidi kukuinua na kukuweka katika nafasi ambayo wewe anakusudia kuziweka. Vitu hivi havitoki sehemu nyingine, vinatoka kwa yule ambaye anakuongoza, kwa sababu huyo ndiyo anayejua hatima zenu. Ukilipuuza neno kutoka kwa huyo, maana yake umempuuza Mungu aliyemweka hapo. Mungu atusaidie. Haleluya. Nataka tusome sehemu ya mwisho, nataka tufanye maombi. Ukisoma hapa Wakolosai 2:1 mstari wa 2, wa 3 wa 9 mrefu. Anasema tumshukuru Mungu. Wakolosai 1 mstari wa 3 na 9. Anasema tumshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo, siku zote tukiwaombea tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlionao kwa watakatifu wote, kwa sababu ya tumaini mlilowekewa akiba mbinguni, ambalo habari zake mlizosikia zamani kwa neno la kweli ya Injili iliyofika kwenu, kama ilivyo katika ulimwengu wote, na kuzaa matunda na kukua, kama ilivyokuwa kwenu pia tangu siku mliposikia mkaifahamu sana neema ya Mungu katika kweli, kama mlivyofundishwa na Epafra mjoli wetu mpenzi, aliye mhudumu mwaminifu wa Kristo kwa ajili yenu, naye alitueleza upendo wenu katika Roho. Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yake, na katika hekima yake yote na ufahamu wa rohoni. Haleluya, haleluya. Huyu alikuwa Paulo, huyu akiendelea kusifu namna ya watu walivyoweza kupokea mafundisho. Yaani ikatokea anakuja mwangalizi mkuu, anakuja anamsifu mchungaji wetu Barua, anasema hakika kazi yako ni njema, tunaona washirika wa msikitini wameshamili kuishika neno la Mungu. Mimi ninaendelea kuwaombeeni kwa sababu ninaona namna mnavyozidi kusonga mbele, namna mnavyoweza kujitiisha mbele za Mungu, namna mnavyozidi kuwa waaminifu, namna mnavyotaka kufahamu siri za Mungu, namna mnavyozidi kusogea katika ufalme wa Mungu. Mimi ninafurahi sana kwa sababu ninaona maendeleo ya kazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Huko mbinguni pia kuko hivyo, maendeleo ya mahala. Mungu hufurahishwa sana jinsi ya mafundisho yanatoka na watu wanaofunguliwa ufahamu wao. Mungu humbariki sana. Ndio maana panapotokea sehemu ya namna hiyo, Mungu huachi kupatizana, huendelea kumimina vitu vyake ili watu waendelee kufunguliwa na watu waendelee kubarikiwa. Tumeona hao wenzetu huko, jambo dogo tu lilipoanza kuleta njia, wamekuwa na watu wengi wa kukanyaga hakuna. Lakini ilikuwa ni kazi ya mtu mmoja na Mungu wake. Bwana asifiwe. Yatupasa tutambue Mungu anataka tuishi vipi.
Mungu hataki kitu kinachoitwa uongo. Ukiambiwa jambo huwezi sema sitaki au siwezi kulifanya. Usidanganye. Ukambalia mzee hapa kwamba bwana mimi nitakuwa pamoja na nyinyi katika kufunga na kuomba, halafu usifanye hivyo, wewe ni mwongo mbele za Mungu. Una shida, sema sifanyi, siwezi. Yaani moyo wako uwe na amani kabisa. Amen. Mungu akisema afungue nafsi zetu hapa, tutaona namna tunachofanya. Na haya mambo siku ya mwisho unajua tutakuja kuoneana aibu huko. Haya watakatifu wangu, piteni hapa, twendeni huko kwenye, tuanze sasa kujuana, kwanza kila mtu na kundi yake. Kwanza anatokeza mchungaji barua pale. Anasimama, wanaanza kuja washirika huko nyuma. Yeye mwenyewe anaamini kuna baadhi ya washirika hao waaminifu mbinguni itaingia nao bila vikwazo. Kitakuwa kituko huko. Unasimama, watu wako huko nyuma. Haya, wakwenda kushoto waende, wakwenda kulia waende. Wanaokwenda kushoto na kusini, wanaokwenda kulia wanakwenda kwa Mungu mwenyewe. Anaanza wewe kwenda kulia. Anajua tu wanaokuja kulia watakwenda nao wote kulia. Tashangaa mtu anakuja hapa anakwenda huko. Hata wewe unaenda, nenda kaoge, kwa sababu kuwa mwaminifu katika yale yote ambayo niliamini tuko pamoja. Alipopokea mausia, anasema aliachukia, anasema alizichukia njia zote za uongo. Alipopokea mafundisho yakajaa nafsini mwake, akazichukia njia za uongo. Mungu atusaidie sana. Tena isije akatokea Mungu akazionyesha na dhambi za wanadamu. Yaani hiyo ajili ya mbali kwenda huko, kwenda kwenye hukumu, itokee tu aziweke dhambi za watu ubaoni. Yaani ikatokea umeitwa jina lako, unakwenda pale, watu wanasema na dhambi zako. Yaani linakuja ile ubao pale na matendo yako yote uliyoyafanya. Yaani unafika kati mpaka unasema sasa nitakuwa mgeni wa nani hapa? Iko nafasi, inawezekana umeyafanya yale kukuta ufahamu. Lakini Mungu anataka tubadilishe ufahamu wetu, tutembee katika kusudi lake, ili Mungu atubadilishe turudi katika mifumo ambayo yeye anataka. Inawezekana kuanzia leo utakapobadilisha mifumo yako, ndipo itakapokuja katika siku ile ya hukumu, inakuja katika mabaya, yanakuja sehemu yanagota mabaya, yanaanza mazuri, hata mwenyewe ukatamani kuyatazama. Mungu atusaidie. Yaani anakuja mazuri sasa, kama nisingeendelea hivi, singeendelea hivi. Mungu nisaidie. Kwenda Mungu akakusamehe kwa mabaya mengi uliyofanya na kwa mazuri machache uliyofanya kwa nini. Inawezekana ulifanya kwa kutokufahamu. Sasa ufahamu wangu ulipojenga upe ya kufahamu, nilibadilisha mfumo. Sasa nilitembea katika kukupeleka. Unaona? Yaani unakuwa na neno hata kumwambia yule anataka kukuhukumu. Niliishi kwa upumbavu nilionao, lakini ilipofika hapa mambo yalibadilika. Sikufahamu huku, lakini hapa nilifahamu. Huku niliishi kama mtu wa dini, mtu mzoefu ambaye natakiwa kuwa katika makundi ya namna hii. Kumbe nilikuwa nakosea, lakini sasa nilipofika hapa imenilazimu kufahamu kumbe sikuishi sawa sawa. Ninatakiwa kuishi katika misingi. Ndio maana unaona Mungu nilibadilisha mifumo. Mungu anakutazama mwanga, anaenda kulia. Umepoa na wewe chukuchuku inaitwa. Lakini umeokoka na unakata mwendo wa kuokoka, siku ya mwisho mbao unaotoka pale ni X kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ndugu yangu, Mungu sio babu yako. Badilisha mienendo ya maisha yako, fuata utaratibu unaopewa. Mungu ameweka watu hao kwa sababu yako, na wewe upo kwa sababu ya wengine. Sasa kama ukifikia level la kutokuelewa hao wengine wanafaidika nini na wewe? Tusimame. Mwambie Mungu nisaidie niwe mkweli. Naomba tuimbe kidogo. Mtu anataka nini? Hili ni jambo la mtu mmoja na Mungu. Tunachokifundisha tunataka watu waelewe na wabadilike. Utani na vitu vingine tutakupenda kwa kwenda kufanya.
Bwana Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama wewe upendavyo. Bwana Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama wewe upendavyo. Tumia nafasi kumwambia Mungu kama unahusika na jambo hili ambalo linaendelea hapa na ulikubali kulifanya. Mwambie Mungu, nisamehe, nilikuwa mwongo mbele zako. Sikuwadanganya wanadamu, bali nilikudanganya wewe Mungu. Naomba unisamehe. Mungu, ninakuja kwako. Ninaliinua jina lako, maana ni jina takatifu. Niseme nini Bwana zaidi ya kusema asante, kwa sababu umenipa afya njema hata nikasimama mahali hapa. Ninalitakasa jina lako na kulibariki jina lako Bwana, ninajua wewe ni Mungu mtakatifu. Tazama hata nafsi yangu Bwana inahukumiwa na mengi kwa sababu niko katika dunia. Mungu, ninaomba unisaidie katika wingi wa maneno, katika wingi wa mienendo ambayo